Naitwa Profesa Aida Tandiruonga, mkuu wa chuo cha elimu ya biashara, ambapo tuna kampasi 4, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Mbeya. Na leo tuko na waandishi wa habari ili kuweza kuwapa taarifa za msimu mpya wa udahili kwa mwaka wetu wa masomo 25-26, ambao tunategemea kuanza masomo mwezi wa 10. Chuo cha elimu ya biashara kama mnavyofahamu ni chuo kikongwe. Mwaka huu tumetimiza miaka 60 na tumebobea katika kutoa elimu ya biashara, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu na pia kujengea uwezo wa jasiriamali. Na katika mwaka huu sasa hivi ninafuraha kutangaza dirisha la udahili kwa mwaka huu wa masomo 25-26, ambapo tunategemea tutaanza mwezi wa 10 na kwa masomo ya stashahada pamoja na shahada ya kwanza, ambako udahili kwa wanafunzi wa stashahada na stashahada ambao wamemaliza kidato cha 4 mwaka huu na kidato cha 6, tunategemea kwamba umeshaanza tangu tarehe 28 Mei na utakamilika kwa dirisha la kwanza tarehe 11 Julai. Hivyo tunawahimiza Watanzania wote ambao wenye vigezo waliomaliza kidato cha 4 au cha 6 ambao wangependa kuja kujiunga kwetu kwa masomo ya astashahada au stashahada waweze kuja kujiunga, lakini wale ambao wanapenda kujiunga kwa ajili ya degree ya uzamili pia tunatoa hayo masomo. Na pia tunategemea udahili wa shahada ya kwanza utaanza tarehe 15 Julai kama ambavyo tumeambiwa na regulator. Sasa tunatoa kozi sisi kama nilivyosema hapo mwanzo, tumebobea katika masomo ya biashara. Kwa tunatoa kozi katika usimamizi wa biashara, yani business administration, elimu ya masoko, ununuzi na ugavi, lakini pia tunatoa kwenye mambo ya uhasibu na fedha na masomo ya uchumi pamoja na metrology, yani viwango na vipimo. Na ni chuo pekee Tanzania pamoja na Afrika Mashariki na Kati ambao tunatoa haya masomo ya metrology au viwango na vipimo. Naitwa Dr. Nasibu Ramba, kaimu naibu mkuu wa chuo anayehusikana na masuala ya kitaaluma, tafiti na ushauri wa kitaalamu. Ili kujiunga na chuo cha elimu ya biashara ni lazima uwe na sifa ambazo zinatakiwa na serikali na kuthibitishwa na NACTVET. Ukitaka kujiunga na certificate, yani NTA level form, unatakiwa uwe na ufaulu angalau wa masomo 4, yani uwe umepata kwa uchache D4, lakini kama umefaulu zaidi inakuwa ni bora zaidi. Lakini kama ukitaka kusoma kozi ya kompyuta au kozi ya vipimo na viwango, basi itakupasa kunyia masomo 4, mojawapo liwe ni somo la hesabu. Lakini kama unataka kujiunga na ngazi ya diploma au NTA level 5, unatakiwa uwe umemaliza form 6 na kupata principal pass 1 na subsidiary 1. Ukiwa na principal pass 1 na subsidiary 1, basi wewe unaweza ukajiunga na diploma. Lakini vile vile wale ambao wamesoma certificate katika vyuo vingine au CV vinavyotambuliwa na serikali, nao wanaruhusiwa kuomba ngazi ya diploma. Naitwa Profesa Robert Garani Mashenene, ni mkurugenzi wa chuo cha elimu ya biashara CB kampasi ya Mwanza. Mimi nataka kuwaalika Watanzania wote kwenye program zetu za shahada ya umahiri ambao ni masters degree programs. Tunazo za aina 2 ambazo tunazitoa kwa njia ya kufika moja kwa moja chuoni ambao ni physical teaching process, lakini pia kwa njia ya masafa kwa njia ya mtandao online delivery. Kwa sasa kama alivyosema mkuu wa chuo, dirisha la astashahada na stashahada limefunguliwa, lakini pia sambamba na dirisha la maombi ya shahada ya umahiri ambao linaendelea. Programu hizi zinatolewa kwenye kampasi zetu 3, zinatolewa kampasi ya Dar es Salaam, kampasi kuu, kampasi ya Dodoma na kampasi ya Mwanza. Zile programu za online zinapatikana kwa kampasi ya Dar es Salaam, lakini na kampasi ya Dodoma anasajili kule, lakini wakati wa kufanya mitihani anafanyia kwenye kampasi zetu zilizo karibu na yeye. Kama hiyo kanda ya Ziwa
basi anafika kampasi ya Mwanza, anafanya mitihani hapa. Nyanda za Juu Kusini atafika kampasi yetu ya Mbeya, hivyo kanda ya kati Dodoma, na mashariki kwa Dar es Salaam. Kwa hapa kampasi ya Mwanza, wale ambao watapenda kusoma program ambazo ni za kufika moja kwa moja, ambazo ni physical delivery, ni program mbili tunazo hapa. Program ya kwanza ni masters ya uendeshaji wa masoko, MBA ni marketing management, lakini na ya pili ni masters of procurement and supply chain management. Hizo zinapatikana hapa, lakini programu hizi ambazo nimezitaja zinapatikana pia kwa njia ya masafa. Kwa mtu ambaye yuko na shughuli zingine anaweza kujisajili. Kwa zile za masafa ziko hizo ambazo nimezitaja, lakini ziko zingine kama MBA katika human resource management, MBA katika finance and banking, project management, evaluation and monitoring, lakini pia ziko na ICT for development,